Sasa katika maisha ya ndoa, mimi nasema hivi, kuna nguzo 5 tu za maisha ya ndoa ambazo zinastawisha, zinaimarisha. Ni nguzo 5 tu, na nguzo 5 hizi kwa kurahisisha zaidi, nguzo ya kwanza ni upendo. Hiyo ndio nguzo ya kwanza. Nguzo ya pili ni uvumilivu na kusameheana na kusaidiana. Nguzo ya tatu ya milele huko mbinguni, tuishi kwa upendo, tukisema ukweli, tukitenda kwa haki, hakika tutaishi kwake Baba kwenye heri ya milele huko mbinguni. Tumwombe Mungu wetu ili atujalie tuyafikie. Bwana usikilize sala zetu, sisi tunakuomba sana huruma yako, ili mtumishi wako Ernesti uliyomhamisha hapa duniani umweke katika amani na mwanga pamoja na utakatifu wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Na milele umpe Bwana. Apumzike kwa amani. Amen. Tuingie kabisa.
kuzaliwa. Mzee Ernest Bushwandama Nogi alizaliwa mnamo tarehe 1 mwezi wa 7 1941 katika kijiji cha Igwambiti, kata ya Buhongwa, wilaya ya Nyamagana, mkoani Mwanza, akiwa ni mtoto wa pili kati ya watoto 7 katika familia ya Mzee Nogi Shija Manawa. Elimu. Mzee Ernest Bushwandama Nogi alianza elimu ya msingi katika shule ya msingi Luchili 1958 hadi 1962 na baadaye alijiunga na elimu ya middle school mwaka 1963 hadi 1964 katika shule ya Nyang'hwale na baadaye alihitimu elimu hiyo. Elimu ya chuo. Alikwenda chuo cha Biblia CTC Bukumbi kuanzia mwaka 1968 hadi 1970. Alijiunga na chuo CTC Kasulu mkoani Kigoma mwaka 1976 hadi mwaka 1977. Kazi. Mzee Ernest Bushwandama Nogi mwaka 1971 hadi mwaka 1975 alifanya kazi ya utume subparishi ya Lubaga katika parokia ya Karebejo, Jimbo Kuu Katoliki Mwanza, na mwaka 1978 hadi 1999 alifanya kazi ya kuwa mwalimu wa kuwafundisha makatekista Jimbo Kuu la Cathedral la Mwanza. Pia mwaka 2004 hadi 2015 alikuwa mwalimu wa chuo cha CTC Jimbo Katoliki la Geita. Kuamini. Mzee Ernest Bushwandama Nogi alikuwa ni muumini wa kanisa la Katoliki Kigango cha Miegelezo, parokia Karebejo, Jimbo Kuu Katoliki la Mwanza. Ubatizo. Mzee Ernest Bushwandama Nogi alibatizwa tarehe 17 mwezi wa 10 1959 katika parokia ya Karebejo na kupata komunio tarehe 17 mwezi wa 10 1959 kwenye parokia ya Karebejo, na pia kipaimara tarehe 4 mwezi wa 9 1960 katika parokia ya Karebejo. Ndoa. Mzee Ernest Bushwandama Nogi alifunga ndoa mnamo tarehe 20 mwezi wa 5 1967 na Bi Veneranda Kanizio katika parokia ya Karebejo. Ugonjwa na kifo. Mzee Ernest Bushwandama Nogi alianza kuugua mwezi wa 2 mwanzoni mwaka 2025 akisumbuliwa kuumwa na tumbo. Alipelekwa hospitali ya wilaya ya Sengerema Mission tarehe 22 mwezi wa 2 2025 na kugundulika na typhoid, tezi dume pamoja na homa ya ini, na kupewa rufaa ya kwenda hospitali ya Bugando tarehe 28 mwezi wa 2 2025. Baada ya kupatiwa vipimo, aligundulika kuwa ana homa ya ini na ini lilikuwa limeharibika pamoja na figo na kushindwa kufanya kazi vizuri na kuendelea kupata matibabu zaidi. Kifo. Ilipofika tarehe 6 mwezi wa 3 2025 majira ya saa 9 alasiri, hali yake ilibadilika sana na umauti ulimkuta, akafariki dunia. Hivyo jina lake lilibadilika na kuitwa marehemu. Uzao. Mzee Ernest Bushwandama Nogi wakati wa uhai wake alibarikiwa kupata watoto 9, wa kiume 1 na wa kike 8. Walio hai mpaka sasa ni 5, wote ni wa kike. Wajukuu 22 ambao wa kiume ni 13 na wa kike ni 9. Vitukuu 6, wa kike 2 na wa kiume 4.
Shukrani. Shukrani za dhati ziwaendee madaktari na wauguzi Sengerema Hospital Bugando kwa uchunguzi wao tangu tulipompeleka baba hospitali. Shukrani zingine ziwaendee watumishi wa kiroho, makatekista, mapadri kwa kutupatia huduma za kiroho, nzengo na ndugu, jamaa na marafiki walioshiriki na baba yetu tangu enzi za uhai wake mpaka umauti ulipomkuta. Mungu awabariki sana. La ya milele umpe Bwana. Marehemu Ernesti Bushwandama Nogi apate pumziko la milele. Kiongozi cha Wayahudi alichanga fedha kwa kila mtu jumla drakma 2,000, akazipeleka Yerusalemu kutoa sadaka ya dhambi. Kwa kufanya hivi alitenda vema na kwa haki, kwa kuwa aliukumbuka ufufuo wa wafu. Maana kama asingalitumaini ya kuwa wale waliokufa watafufuka, ingalikuwa kazi bure isiyo na maana kuwaombea wafu. Lakini kwa kuwa aliufikiri utukufu wa uthubutu waliowekewa wale wafao katika utauao, wazo lake lilikuwa takatifu na la kicho. Ndiyo sababu alifanya upatanisho kwa wafu ili wafunguliwe dhambi yao. Neno la Bwana. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Huniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu, machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika.
Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Luka sura ya 12 aya 35 mpaka ya 40. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, viuno vyenu na viwe vimefungwa na taa zenu ziwe zinawaka, nanyi iweni kama watu wanaomngojea bwana wao atakaporudi kutoka harusini, ili atakapokuja na kubisha wamfungulie mara. Heri watumwa wale ambao bwana wao ajapo atawakuta wanakesha. Amini nawaambieni, atajifunga na kuwakaribisha chakulani, atakuja na kuwahudumia. Na akija zamu ya pili au akija zamu ya tatu na kuwakuta hivi, heri watumwa wao. Lakini fahamuni neno hili, kwamba mwenye nyumba angalijua saa atakayokuja mwivi, angalikesha, wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. Nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa saa msiyodhani ndipo ajapo Mwana wa Adamu. Neno la Bwana. Mwaliko rasmi kama ibada zingine, tunapopata mwaliko, ibada ya harambee au ibada ya harusi au ibada ya matukio mengine, birthday ama kumbukumbu, huwa kuna kadi. Lakini hapa kuna cha kadi. Kifo ni kifo, kinatokea. Tunahudhuria kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya imani. Na sasa tuko kipindi cha Kwaresma, na baba maaskofu wetu wameshatoa ujumbe wa Kwaresma kwamba simameni imara katika imani. Niliwaomba jana niposalisha misa kwenye parokia, nikasema kila mmoja awe na nakala ili uwe na tafakari imani, na hivyo unasali kila asubuhi na jioni
sala ya imani, sala ya matumaini, sala ya mapendo. Hayo ndiyo maisha yetu ya Ukristo. Na hivyo basi, leo tunapokuwa hapa mbele yetu yupo Ernest Bushwandama Nogi, katekista aliyepokea imani katika fahamu zake na akili zake. Kuna wengine wanabatizwa wakiwa wachanga, alafu anakana kwamba mimi nilazimishwa na wazazi wangu, wanakuwa madhehebu mengine. Lakini kwa wale ambao tulitembea na kushughulikia imani hiyo, kama tulivyosikia, kuzaliwa 41 na kupata ubatizo mwaka mwingine kabisa, hivyo anatetea imani. Na kwenye kitabu kile cha mababa askofu cha ujumbe wa Kwaresima kimeandikwa kwamba imani ni zawadi. Imani ni zawadi kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Na kuna msemo unasema maisha ni nini? Ni zawadi. Ufanye nini? Uipokee. Kwa hiyo ndugu zangu, nawaalika wote tuendelee kupokea imani yetu tuliyokwisha ipata. Na makatekista, sisitizeni, kwa sababu mapadri tuko wachache, sisitizie imani, 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 imani. Watu waishi imani, na mtu akiwa na imani anakuwa na matumaini, hakati tamaa, na akiwa na matumaini anakuwa na mapendo. Ndivyo tumesikia katika historia yake fupi kwamba huyu alikuwa na imani, alikuwa na matumaini, na akawa na mapendo. Ndio akafanya utumishi katika kanisa kwa mapendo. Toka jimbo la Mwanza, alikuwa bado hajawa jimbo kuu, lakini sasa ni jimbo kuu sawa, na sasa kuja mpaka jimbo la Geita. Na alikuwa akijitoa kwa baskeli yake, lakini Mwanza alipata gari la Volkswagen na akawa anatumia kama mkurugenzi. Lakini gari ni nini? Kama huna upendo, unaweza kuwa na gari ukaacha kutumikia watu kwa mapendo. Utakwenda singizia pancha, utakwenda singizia limeharibika, kumbe kwa sababu huna mapendo na upendo katika kazi yako na wajibu wako. Kwa ufupi, hakuwa na visingizio vyovyote, ambalo hiyo liwe fundisho kwa makatekista na kwa wote tunaokuwa hapa, kuwa na visingizio. Zaidi ya hayo, tuendelee kumwenzi kwa kuishi wale ambao tumefundishwa. Akina Mugabi, Padre Mugabi hapa, walipokuwa mafrateri, huenda hata na kina Mganyiri, kwa sababu ndio fimbo moja. Walipokuwa mafrateri, wakienda Geita pale CTC, anawaelekeza mambo yalitujia ni hivi. Na ndio maana naona mababa wetu hawa hawatetereki katika liturujia. Kama ni sauti kuitoa. Kama ni kupunguza, unapunguza sauti. Hayo yote alikuwa ni mafundisho yake huyu Ernest. Kwa hiyo ni wengi tumepitia kwake kwa namna moja au nyingine. Ndio enzi ya kumuenzi, sio kuja kwenye ibada tu ya maziko yake, bali kuishi yale ambayo tumefundishwa yanayohusu nini? Imani. Ndio kitabu cha kwanza Makabayo anasema, jamani, walichanga. Jambo la michango halijaanza leo.
na halitakwisha kesho. Michango ipo tu. Nilikuwa nawaambia Nyarubere makatekista, kama katekista wewe unasema huwezi kuchangisha michango kusimamia na kutangaza, basi vua joho lako, afadhali ukavue samaki wa Nyamtukuza. Na walikuwa wanasisitiza kweli jinsi ya kuchanga, sio kwa ajili tu ya kujenga kanisa, matukio mbalimbali. Makatekista walichanga Nyarubere kwa ajili ya kanzu kazura za mapadri. Kila katekista sema namvika padri aliyepita hapa na atakayekuja hapa. Ndio maana tuligawa kwa kila parokia. Na waambia makatekista, kwa sababu baadhi ya makatekista walikuwepo ambao ni wapinzani, wanasema anaenda kusema ati wamesema kwamba kutakuwa na mchango wa kuchangia fomu na viti. Ati lugha gani hiyo? Ni kusema imeamriwa na wote tushiriki katika imani, matumaini na mapendo. Ndiye huyo ambaye leo yuko mbele yetu. Kwa hiyo somo la kwanza natusisitiza waumini wote tuwe tayari kutoa sadaka na michango. Na sadaka ya kwanza ni wewe mwenyewe. You give what you have. Unatoa ulicho nacho, nguvu zako, akili zako, moyo wako. Kama unasema nampenda Mungu kwa moyo wangu, akili zangu na nguvu zangu, hiyo ndio sadaka ya kwanza, ndio mchango wa kwanza. Baadaye ndio vitu, pesa, nguvu na kadhalika. Kama yeye alivyokuwa anatoa nguvu tulipokuwa CTC Geta, anaenda kununua vyakula kwa baskeli. Vipi gari? Sasa gari na kazi, ukienda kwa jimboni unakuta limeenda kwenye kazi muhimu za jimbo, achana nayo. Na nikana mwambia usekesame inago, unacheka na meno ulio nayo, cheka na baskeli yako, ili makatekista wasishinde njaa, wasilale njaa. Wale mliopitia CTC kule Bukumbi pamoja na Geta, wanyoshe mkono kama wapo. Ni kweli si kweli? Haya, Injili sasa inatuambia wote na mimi, jamani, huyu Nogi ameshamaliza safari yake, imebakia mimi na wewe. Je, unajiandaje kwa safari? Kanga ndio ipata Kenya inasema safari ya kesho inaandaliwa lini? Inaandaliwa lini? Leo. Kwa hiyo kama ni safari ya kesho ya kufa, jiandae leo kwa kupokea sakramenti. Na ile waraka, ujumbe wa maaskofu unaelezea umuhimu wa kupokea sakramenti, ndipo inaimarisha imani yako. Sakramenti ya kitubio na sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Na hivyo utakapoitwa utajikuta you are ever ready, uko tayari. Kingojea dakika ya mwisho kwamba uletwe ICU hospitalini ndipo upate huduma. Kama leo sasa niko hapa kanisani, siko kwenye kwa wagonjwa, wewe unaletwa, utapata lini kitubio na mpako mtakatifu? Nenda ukapate mpako mtakatifu, yaani kitubio, ukiwa bado unatembea. Kama huwa nawaambia mapadri hawa, peleka gari lako gereji ukiwa unalifanya nini? Unaliendesha, kuliko kulipeleka likuwa linavutwa na kamba. Vivyo hivyo, nenda ukapate kitubio ukiwa unatembea, sio ya kitandani. Hata wengine wanaomba ndoa katika kitanda. Sasa ndoa utafanyaje? Ndoa ya wewe anayekoroma na wewe mzima, niwafungishe ndoa.
ya mfu na mzima. Kwa hiyo andaeni ndoa yako mapema. Haya ndiyo maneno sio yangu, ni ya Yesu anayetuambia atakapokuja mara ya pili au ya tatu akukute unakesha katika imani, katika matumaini na katika mapendo. Ernest Nogi, safari umemaliza, umetukumbusha Warumi 14 mstari wa 8. Rudieni wote Warumi 14 mstari wa 8. Twaishi kwa Bwana na twafa kwa Bwana. Kwa hiyo endelea kuishi wewe katika Bwana, kwa Bwana, na utakapokufa ufe kwa Bwana, ufanyiwe ibada kama hii mbele ya Mungu na malaika zake. Tumsifu Yesu Kristo. Rami leo mpe Bwana apumzike kwa amani. Na watoto, pokeeni miti hii na pokeeni bahasha hii. Miti ni ya matunda, kivuli pamoja na dawa, na bahasha hii ni kwa ajili ya maji ya kutunza hiyo miti. Mwisho, wewe katekista Ernest Nogi Mshwandama, tulia katika Bwana upate tuzo la milele mbinguni. Ufunuo 22 mstari wa 12. Mimi Padre Thomas Kabika Biringi, Omusigwa na Kaleko.